na tunaenda kusoma tena. Ndugu zangu, twawarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Mathesalonia, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wengi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa wingi ulioongezeka utajiri wa ukarimu wao. Maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutoishi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakaotifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu, hata kutomwonya Tito kuwatimilizia neema hii kwetu, kama vile yeye alivyotangulia kuyasia. Na hilo ndilo neno la Mungu. Kanisa, ningependa niwasalimu kwa jina la Yesu. Jambo. Nami sijambo, namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kuweza kusimama mbele yenu katika dhabahu lake. Basi tuende katika neno ambalo tumesomewa toka katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 8 na mstari wa 1 hadi 6. Mada yetu wa mwaka ikiwa ni kupiga hatua katika imani, na wiki jana mtumishi wa Mungu aliweza kutupeleka katika mahubiri kuhusu jinsi ya kukuza imani kupitia neno la Mungu, na kama ulifuatilia vizuri alitaja mambo manne ya muhimu. Moja ni kwamba tuwaweza kukuza imani yetu kupitia neno tunapolisikia neno la Mungu. Ya pili akataja ya kwamba tuwaweza kukuza imani yetu tunapotenda neno la Mungu, and we do the word of God. Na ya tatu akasema tuwaweza kukuza imani yetu tunapozungukwa na wale wanaoamini neno la Mungu. Na ya mwisho akataja ya kwamba tuwaweza kukuza imani yetu tunapoamini neno la Mungu, when we believe in the word of God. Hiyo ni kutuambia ya kwamba tunaweza kukuza imani yetu kwa neno la Mungu, by the word of God. Leo ningependa tuweze kuangalia kuhusu jinsi tunavyoweza kukuza imani yetu kupitia ukarimu, growing faith through generosity. Jinsi tunavyoweza kukuza imani kupitia ukarimu wetu. Lile somo ambalo tumesomewa ni kuhusiana na waumini wa Yerusalemu ambao kwa wakati ule walikuwa wanapitia changamoto moja. Changamoto moja ni kwamba walikumbwa na njaa ambayo ilikuwa ni ya kitaifa. It was a national famine ambayo ilikumba nchi ile ya Yerusalemu, na ikakutana pia na dhuluma ambayo ilifanywa kwa Wakristo, kwa sababu waliteswa. Wakristo wakawa wanateswa katika Yerusalemu, and it had come to a point, ilifika mahali ambapo wale wa missionary watumishi wa Mungu kama kina Paulo waliweza kutoa habari kwa makanisa ambayo yalikuwa katika mikoa mbalimbali, ikiwa ni mikoa ya Akaya, mikoa ya Asia, mikoa ya Makedonia, ya kwamba waungane pamoja kwa sababu ya shida ambayo imekumba wenzao Yerusalemu,
waungane pamoja ili waweze kuwasaidia kwa mapato, ili waweze kupata chakula, waweze kupata yale mahitaji mengine. Na kwa sababu ya hiyo wito ambayo ilitolewa na watumishi wa Mungu kwa makanisa katika mikoa hiyo, tunakuta ya kwamba kuna mkoa wa Akaya. Mkoa wa Akaya ni ile mkoa mahali kulikuwa na kanisa la Korintho, ambao hawa wanaandikiwa andiko hili. Kwa hivyo mkoa huu wakawa walianza kufanya kazi nzuri, walianza kufanya hiyo kazi. Kusoma mstari wa 6 inakwambia kwamba walianza hiyo kazi, lakini hawakukamilisha. Kwa hiyo Paulo anaandikia hawa ili waweze kuitimiza hiyo kazi njema walioianzisha, kwa kuweza kusaidia waumini wengine ambao walikuwa katika haja kwa wakati huu. Na unaposoma unakuta Paulo anatumia mfano bora ya makanisa ambayo yalikuwa katika Makedonia, ambayo moja yapo ilikuwa ni kanisa la Wafilipi na nyingine ilikuwa ni kanisa la Thessalonike. Makanisa hayo waliweza kusaidia katika kuinua kazi ya Mungu na kusaidia wale Wakristo wa Yerusalemu ambao walikuwa katika haja kwa wakati ule. Na ni mambo ambayo yanaweza kufanya na hata sisi kuweza kufanya vile ambavyo kanisa hili lilifanya, ili tuweze kukomaa na kukua na kuweza kuimarisha imani yetu. Jambo la kwanza katika mstari wa kwanza mahali tulisoma ni kwamba makanisa Makedonia walipewa neema. Bwana sifiwe sana. They were given the grace. And when I say the grace, I'm talking about a divine energy, a divine enabling. Ya kwamba ndani yao Mungu aliweka uwezo fulani wa kineema ili waweze kufanya ile kazi. Kwa maana anasema kwamba habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa Makedonia, walipewa neema ambayo inanikumbusha ya kwamba kumbe katika kazi yoyote, kazi njema katika nyumba ya Mungu, lazima tupewe neema. Na kumbe Mungu akitupatia neema kwa kazi yake na katika imani, tuwaweza kufanya mambo yote. Bwana asifiwe sana. When God gives us the grace, that grace enables us because it is a divine energy. Walipewa neema, na kwa hiyo neema waliopewa waliweza kutoa. Na ukiangalia walitoa zaidi ya jinsi ambavyo ilitarajiwa. So grace can enable us to do the unexpected. Grace can enable us to do beyond what we think. They were enabled by grace. Kumbe hata kutoa tunawezeshwa kwa neema. Bwana asifiwe. Jambo la pili, tunakuta ya kwamba walibubujikwa na furaha walipokuwa wakifanya hiyo. Mstari wa pili, tunakuta ya kwamba makanisa haya Makedonia walibubujikwa na furaha. They had abundance of joy. Wakati walikuwa wanafanya ile kazi ambao waliitiwa na watumishi wa Mungu, wakabubujikwa na furaha. So wakawa na neema, wakabubujikwa na furaha. Na ya tatu na ya mwisho hapo katika mstari wa 5, tunakuta ya kwamba wakati waliitiwa kwa ajili ya kazi hiyo, Biblia inasema kwanza walijisalimisha kwa Bwana. They first gave themselves to the Lord. So there are those three things. Kuna hayo mambo matatu ambayo yanatuwezesha tukaweza kufanya kazi ya Mungu, kazi yoyote ile ambayo Mungu anataka tufanye. Tupewe neema na tuombe Mungu atupe neema ya utendakazi wake. Tunaomba Mungu atupe furaha, tububujikwe na furaha anapotuita kwa ajili ya kazi yake. Na naomba Mungu ya kwamba tuweze kila moja, mdogo kwa mkubwa, kujitolea kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na the result in verse 3. In verse 3, Biblia inasema maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao. Kumbe they were able to give according to their ability and beyond their ability. That means when there is the grace of God, when there is the joy of the Lord, and when there is yielding to the Lord, we will give according to our ability and beyond our ability. Bwana asifiwe sana. Mungu anaita Wakristo, anaita watu wake
ili tuweze kukua katika imani, kukuza imani yetu kupitia utendakazi ya utoaji kwa ukarimu. Kwa maana Mungu mwenyewe ni mkarimu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 1:29 hadi 30, Mungu mwenyewe alitenda kazi njema katika bustani ya Edeni. Akaweka Adamu na Hawa pale na akawapa kila kitu kizuri. God is generous. God is generous. Na yeye alipotuumba akatuumba kwa mfano wake. Kwa hivyo kama Mungu ni mkarimu, basi na sisi ni wakarimu. Ni ile tu ukarimu wetu tulipokonywa na shetani. Lakini mwanzoni Mungu akituumba, yeye akiwa mkarimu, akatuweka na akatutengeneza katika hali ya ukarimu. And therefore he is calling us, and any individual, wale watu ambao wameweza kujitolea kwa Mungu na kuweka imani yao kwa Mungu, wote ambao tunasoma katika Biblia waliweza kujitolea kwa ukarimu. Read about Abel. Abel is a man of faith ambaye alijitolea kwa Mungu. Biblia inatuambia kwamba alitolea Mungu sadaka njema, akatoa kwa ukarimu, kwa sababu imani inakuja na ukarimu. There is one thing that I realized in my study, that so generosity comes with faith, and generosity grows faith. Na wakati Mungu alikubali sadaka ya Abili, naamini imani ya Abili ikakuwa. Imani ya Abili ikaendelea kukomaa, akaendelea kukuza ile imani yake, kwa sababu wakati ambao tunatolea Mungu kwa imani na kwa ukarimu, kumbe Mungu anapokea sadaka zetu, na anapopokea sadaka zetu anakuza imani yetu. Akatolea Mungu sadaka ya kipekee, sadaka ambayo hata mimi huenda ni Mungu akiniuliza nimtolee siwezi toa, because I love my children so much. I have many of them. This time when Abraham was giving his son, he had only one son, and the only one in old age. Lakini kwa sababu imani inakuja na ukarimu, wakati Mungu alimwambia unitolee huyu kijana yako, akachukua kijana na akaenda kumtoa, kwa sababu imani huja na ukarimu. Bwana sifiwe sana. Imani huja na ukarimu. Hana katika Samueli ya kwanza 1:26 hadi 28, Hana akawa amepewa mtoto ambaye alilia Mungu, kaambia Mungu, wakati utanipa huyu mtoto wa kiume, mimi nitakupa wewe. And she kept a promise. Akaenda katika hekalu, na unaposoma katika hiyo mistari Biblia inasema Hana akasema kwamba mimi ndiye yule mama ambaye nilikulilia katika dhabahu hili, na ukanipa huyu kijana, na kwa maana wewe umenipa huyu mtoto, mimi ninakupa wewe. Nyakati zake zote, maisha yake yote atakuwa katika nyumba yako, kwa sababu imani huja na ukarimu. Bwana sifiwe sana. Sijui mimi na wewe tunakuzaje imani yetu kwa ukarimu, but I pray that God is going to help all of us, because we are talking about the things of faith, na tukajifunza ya kwamba imani huja na ukarimu. Na kwa sababu ya hiyo, ningependa tuweze kujibu maswali machache kabla tujatamatisha. Ni nani anapaswa kutoa? Ni nani anapaswa kumtolea Mungu? Kanisa hili waliulizwa ya kwamba mkaweze kutoa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Ni nani ambaye anapaswa kumtolea Mungu? Kila Mkristo anapaswa kutoa. Unaposoma katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 16 na mstari wa kwanza hadi wa pili, Biblia inatuambia, na wacha nisome hiyo, 1 Corinthians chapter 16 and verse 1 and 2. The Bible says, kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma, kila mtu, Bwana asifiwe. Hiyo sio somo inajibu hilo swali. Ni nani anayepaswa kumtolea Mungu? Biblia inasema kila mtu. Everyone. Tunaposema kila mtu anajumuisha mtajiri na maskini. And many times we always struggle and we say, I cannot give because I don't have, or I cannot give because I don't have enough.
But I want to say this. Nataka niseme kwamba kila mtu, Mungu anakuita wewe ambaye umeokoka, kwa maana hiyo wokovu ya imani ilikuja pamoja na ukarimu. Na Mungu anaita mimi na wewe ya kwamba tutoe. Na tutoe ukiwa maskini na tutoe ukiwa tajiri. Yesu siku moja katika Luka 21, in Luke chapter 21 verse 1 to 4, Yesu akawa katika hekalu na akawa anatazama vile ambavyo watu wanatoa. Na akaona matajiri wakitoa, akaona maskini wakitoa, na akafurahishwa kuona maskini pamoja na matajiri wakitoa. Lakini akaguzwa sana na maskini moja, mama ambaye ni mjane, ambaye alienda tu na ile alikuwa naye. Na Yesu akasimamisha mkutano na akasema, simameni, tazameni huyu mama ametoa kutoka kwa maisha yake yote. Yaani ametoa maisha yake yote. Ametoa kwa umaskini wake wote, akatoa kwa utajiri wake wote. Na unaposoma katika Wakorintho wa pili 8 pale, Biblia inatuambia ya kwamba makanisa ya Makedonia hawakutoa kwa maana walikuwa nayo. Hawakutoa kwa maana walikuwa matajiri. In fact, the Bible is telling us in verse 3 ya kwamba maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Mstari wa pili inasema, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao, wakawa katika hali yao ya umaskini, lakini kwa sababu imani inakuja na ukarimu, wakatoa kwa ukarimu hata katikati ya umaskini wao. Bwana asifiwe. This encourages us. Many times we cry and we say we do not have. But God is saying, everybody, because God understands your situation. Mungu anaelewa hali yako. Hata kama wewe ni maskini, ukiwa wewe ni tajiri, Mungu anaelewa hali yako. Na anataka mimi na wewe tutoe kadiri na vile ambavyo, in fact ukisoma mstari wa 3 pale inasema ya kwamba walitoa kwa kadiri ya uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, beyond their ability. Kwa nini tutoe? Tutoe kwa sababu ya kwanza, kila kitu ni ya Mungu. Kila kitu ni ya Mungu. God owns everything that we have. Look at yourself. Even what you are putting on, those clothes belong to God, because you came without them. Bwana asifiwe. Nani alikuja akivaa nguo? Tuone huo muujiza ambao ulifanyika. Nani? Kila mmoja wetu tulikuja vile. Ayubu anasema, I came naked, I will go naked. Yaani wewe na mavazi yako hayo, however beautiful you are in them, those clothing belong to the Lord. And not only those clothing, even your body that you are putting into those clothing belong to the Lord. Arudi nyumbani, angalia ile shamba uko nayo, angalia ile nyumba, angalia vitu vyote, angalia ile mifugo, yote ni ya Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Psalms chapter 50, Zaburi 50, Biblia inasema, na naenda kusoma hii Zaburi 50 mstari wa 10 hadi 12, inasema, maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima elfu, na wajua ndege wote wa milima, na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa singekuambia, maana ulimwengu ni wangu, navyo viujazavyo. Mungu anasema hata kama alikuwa na njaa hawezi uliza sisi, because everything belongs to him. Kila kitu ni yake. Mimi ni wake, wewe ni wake, mali yako yote ni yake. So whatever we are giving, we are not giving everything that belongs to us. We are giving everything that belongs to the Lord. Bwana asifiwe sana. Number 2, na hata katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:7, you can read for yourself. 1 Corinthians chapter 4 verse 7. You can read. Paulo anauliza, nini ambayo wewe uko nayo ambao haukupewa? Na kama wewe ulipewa, mbona unakaa ni kama haukupewa? Kama swali ambao Paulo anauliza, why do you behave as if you are not given? You did not receive. Everything you have belongs to the Lord, and you received it from the Lord. Jambo la pili, tunapeana kwa maana kupeana
kutoa ni sehemu moja ya ibada. Tunatoa kwa sababu kutoa ni sehemu moja ya ibada. Giving is a part of worship. Did you not know that? Ya kwamba unapokuja mbele za Mungu, ukiwa na zaka zako, ukiwa na fungu yako, ukiwa na matoleo yoyote ambayo unaleta mbele za Mungu, haujatambua kwamba ni ibada. Let me tell you, as you rise and even come in front, as you bring your tent, as you bring your first fruit, as you bring your love gifts, you are worshiping the Lord. Unamwabudu Bwana. Unamwabudu Bwana. Unamwabudu Bwana. Psalm 96 verse 8 to 9. Unaweza jiandikia. Psalm 96 verse 8 to 9. Wewe unaabudu Mungu. Wakati ambao umekuwa na moyo wa shukrani, when you have a thankful heart, you will show it by giving to the Lord as a way of worship. Bwana sifiwe. Jambo la tatu, tunatoa kwa sababu Mungu alitupenda na akatoa mwana wake Yesu Kristo. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Kwa hivyo wakati ambao unakuja mbele za Mungu kutoa lolote unalotoa, unakuja kushukuru. In reciprocation, you are reciprocating. You are telling God, you have given this to me, and because you have given the best to me, I am giving this in return, as a way of appreciating, as a way of showing my love, as a way of showing my gratitude to you. And number 4, giving shows that we are trusting God to provide us with what we need. Kutoa inaonyesha kwamba tunamtumainia Mungu atupe yale tunayohitaji. Yaani tunapokuja mbele za Mungu kutoa, kumtolea, tunamwambia Mungu, hii ambayo niko nayo, remember that Solomon built a temple. Na alijenga hekalu ya Mungu mpaka akaanza kujiuliza kwamba Mungu, sisi ni nani kukujengea hii hekalu? Yaani unakuja mbele za Mungu ukimwambia Mungu, hii ambayo ninafanya ni kidogo. Hata Sulemani akasema, Mungu, kweli wewe unaweza kaa kwa hii nyumba kweli? Can this house contain you? Whatever we are doing may be small. Whatever you are giving to the Lord may be small. But it is a way of telling God, I'm trusting in you. Ni njia ya kuambia Mungu ya kwamba ninakutumainia wewe. Giving to God. How should we give? Tutoe aje? Tutolee Mungu aje? Wewe ambaye unakuja unataka kuuza imani yako katika kutoa kwako, katika ukarimu wako, tutoe namna gani? How should we give? Wengine wanatoa kwa kusukumwa, na kuomba ndugu yangu, dada yangu, usitoe kwa kusukumwa. In fact, lolote unalotoa kwa kusukumwa hata haungetoa. Hello? Yaani lolote ambalo wewe utatoa na unasukumwa, afadhali usitoe, kwa maana Mungu haipokei. God is not receiving it. God does not receive it. Wakati mwingine kuna wale wengine pia wanatoa ili watu wawaone kwamba walitoa. Out of pride. Oh God, Mungu apokee hiyo. Because anything that we give to God, we only give out of a heart of love. That is what God will receive. Hata iwe ni kidogo, iwe ni kubwa, kile ambacho Mungu anapokea ni kile ambacho umetoa kwa moyo wa upendo. Na kile ambacho unatoa kwa moyo wa upendo, unatoa kwa furaha, unatoa kwa uhuru, unatoa kwa moyo. Joyfully, freely and wholeheartedly. And that is what we read in 1 Corinthians chapter 9, 2 Corinthians 9 verse 7. Mungu hataki utoe kwa kusukumwa, Mungu hataki utoe kwa kulazimishwa. Wakati mwingine kanisa wanaweza kuwa wanasema tuko na hii, tufanye hii, tutoe hii. Unasikia watu wanasema, hata kanisa siku hizi ni kutoa tu. Hiyo ni kulalamika. Na hiyo Mungu hawezi pokea. Mungu anapokea wakati unatoa kwa moyo wa upendo. Out of a heart that loves. What should we give? Very fast. Utoe nini? Toa moyo. Na ninaposoma neno hili nikapata ya kwamba kumbe hakuna kitu ambacho Mungu anapokea bila kwa moyo. Nothing. God does not receive anything apart from the heart. Wakati umetoa moyo wako, unaposoma pale tulisomewa Wakorintho wa 2:8, unapata mstari wa 5 ya kwamba kabla hawajatoa mali yao walitoa
nafsi zao kwa Bwana. Walitoa nafsi zao kwa Bwana. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo Mungu anataka utoe ni moyo wako. Jambo la pili ambalo Mungu anataka utoe ni mwili wako, your body. Romans 12 verse 1 and 2. Ninawasihi wapendwa, itoeni miili yenu iwe sadaka inayopendeza Mungu, sadaka iliyo manukato. Anasema toa moyo wako, anasema toa mwili wako iwe sadaka inayopendeza Mungu. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo Mungu anasema tutoe ni wakati wetu, your time. God wants you to give him your time. And actually our time is God's time. And many times we really deny God time, which is his time. Zaburi 31:15a ikasema, mwandishi akasema, my times are in your hands. Nyakati zangu ziko mikononi mwako. And many times we tell God, I'm busy. I want to tell us this afternoon, God wants us to give him our hearts, our bodies, and our time. Because your times are in the hands of God. If you want to go to work and God says you're not going, will you go? If you want to go to your shamba and God says you're not going, will you go? If you want to go to a safari and God says you're not going, will you go? Because our times are in the hands of God. So God is saying, give me your time. And God, when we give him our time, he will apportion us the best time. And the best that can be used by us for the best benefit of our families. God wants us to give him time. Number 4, God wants us to give him our tithes. Our tithes. Mungu anasema kwa Malaki 3:10, mmeniibia, leteni zaka zenu zote, leteni fungu zenu kamili. Akasema kamili. Mungu anasema leteni katika ghala langu fungu zenu za 10 kamili. Na anasema mnijaribu kwa hii, iwapo sitawafungulia milango ya mbinguni hata mkose mahali pa kufanya nini? Mahali pa kuweka. God is demanding. God is not requesting. God is demanding the tithe from you. And remember I've said, all of us, even the poor has a tithe, has a tenth. The rich have a tenth. God is asking for your tithe. God is asking, number 5, for your offerings. Anahitaji zaka zako, sadaka zako. Anasema lete. Na akilete, nikimaliza, tukifanya hii mambo yote wapendwa, what is the result of our giving? Mwisho nikimaliza, ni nini inatokea wakati tumekuja mbele za Mungu kwa imani, kukuza imani yetu katika ukarimu wetu? Jambo la kwanza ni kwamba matokeo ya hayo ni kwamba anayetoa anabarikiwa. Anayetoa anafanya nini? Anabarikiwa. 2 Corinthians 9:10-11. Anabarikiwa yule ambaye anatoa. Ukisoma katika andiko lile itakwambia jinsi ambavyo Mungu ananena ya kwamba wale ambao wanamtolea, wanakuza imani yao kwa ukarimu, wanabarikiwa. Jambo la pili ni kwamba giving supplies the needs of God's people. Wakati mimi ninatoa na wewe unatoa, mahitaji ya watu wa Mungu, mahitaji ya watakatifu inashughulikiwa. The needs of God's people become supplied. Giving supplies the needs of God's people. Ni kama juzi wakati ambao tukitoa matoleo yale tulitoa kwa ajili ya missionary. Na nilifurahi nikimwona akiondoka na ile magunia ya nguo, magunia ya mahindi, magunia ya viatu, akienda naye. Wakati anaenda kule mahali watu wako na haja, watu wako na mahitaji, wakati wanagawa hiyo mahindi, wanagawa hiyo nguo, wanagawa hiyo viatu, let me tell you,
Everybody that gave is blessed. And the needs of those who are in need have been supplied. And that becomes our joy. Because tunakuza imani yetu kupitia nini? Ukarimu. Number 3, giving causes others to praise and thank God for what they receive through us. Wale ambao wanapokea yale ambayo tunatoa, wanashukuru Mungu, wanasifu Mungu kwa sababu ya yale ambayo wamefanya nini? Wamepokea. They praise God. They thank God. And finally, those who receive pray for those who give. Wale wanaopokea wanaombea wale wanaotoa. Na wanapofanya hivyo, ya mwisho ni kwamba mambo hayo yote tunayofanya inawekwa kwa hazina yetu mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa maana upandacho ndicho utakachofanya nini? Vuna. Unapopanda kwa uhaba, utavuna kwa uhaba. Unapopanda kwa uwingi utavuna. Mungu atusaidie ya kwamba kwa imani, kwa kukuza imani yetu, tuweze kuonyesha ukarimu wetu kwa kazi ya Mungu. Na tuombe. Baba wetu mtakatifu, kwa jina la Yesu tunashukuru kwa neno hili, ya kwamba tuwaweza kukuza imani yetu kwa wingi wa utajiri wetu katika kukutolea kwa ukarimu. Asante kwa ajili ya neno hili, na tuwaomba Bwana ya kwamba Roho Mtakatifu wako aendelee kunena pamoja nasi kwa ufasaha, ili tujipate kila mmoja wetu, mdogo kwa mkubwa, maskini kwa tajiri, tukikutukuza Bwana kwa matoleo yetu. Pokea sifa zote, maana wewe ni mwema na mwaminifu, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Thank you. God bless you. Mimi hapa ninakushukuru Mungu uliyeniokoa toka dhambi, kwa huruma zako za ajabu ukanitoa kwenye tope na mauti. Mimi niliyepotea njiani nikawa wa Shetani, hivyo sina budi kushukuru Mungu wangu. Sifa ni